Shizat Brands kwa kushirikiana na Barmeda TV wanakuletea shindano kubwa la Beautiful Fighter and Famous linalokutanisha wadada warembo, wapambanaji na maarufu hapa mjini. Finali ya shindano hili itafanyika tarehe 24 mwezi wa 12 2019 katika ukumbi wa New Mwanza Hotel. Unachotakiwa kufanya sasa ni kumpigia kura mshiriki kwa kuandika namba yake ya ushiriki ikifuatiwa na jina lake, kisha unatuma kwenda nambari 0747053191. Ndugu mtazamaji wa Barmeda TV, na kusalimu kwa wakati huu. Kama nilivyoeleza, nitakuletea mshiriki mmoja baada ya mwingine akikueleza historia yake, akikuinspire, akikuhamasisha na kukutoa hapo ulipo. Kama ulikuwa umekata tamaa, nadhani utainuka kulingana na historia ya kila mmoja jinsi atakavyokuambia. Niko na mshiriki mwingine hapa, anaweza akajitambulisha. Kwa majina naitwa Immaculate Alphonse, ni mtoto wa 10 katika watoto 11 wa marehemu mzee Alphonse Yanzera. Hapa nilipo napenda nielezee historia ya maisha yangu, historia fupi ya maisha yangu. Historia fupi ya maisha yangu ambapo imeweza kufanikisha mpaka kufikia hapa nilipo. Kwanza kabisa, baada ya kuhitimu masomo niliweza kushiriki mashindano ya urembo mwaka 2009 nikiwa kama mshindi wa Miss Kagera mwaka 2009, na baadaye nilifanikiwa kuja kushiriki mashindano ya Miss Lake Zone 2009. Nilibahatika kuingia top 5. Na katika top 5 enzi zile tulikuwa tunapewa nafasi ya kwenda kusoma. Nilibahatika katika watu 5 nilibahatika nilipewa nafasi za kwenda kusoma chuo kinaitwa Victoria Institute ambacho kiko Mwanza. Na katika masomo yangu nilichukua mambo ya air ticket, mambo ya aviation, mambo ya air ticket. Nilisoma mwaka 2009 hiyo mpaka 2010 nilihitimu masomo yangu. Kwa bahati nzuri au mbaya, kuna changamoto ambazo nimepitia, lakini sikuweza kukata tamaa. Baada ya kumaliza nilienda tena kujiendeleza chuo kimoja kiko Dar es Salaam. Nilisoma short course ya muda wa miezi 3 kwa ajili ya kupata certificate of Galileo, ya system ya Galileo. Nilifanikiwa nikafanya vizuri, nilifaulu vizuri. Baadaye kazi ilikuwa ni ngumu kwa kweli. Kwenye kupata kazi sasa, hapo ndio ilikuwa ni changamoto. Umesema masuala ya air ticket umesoma baada ya kushiriki Miss Lake Zone. Na ukawa mshindi wa 5, ndio maana ukapata nafasi ya kwenda kusoma masuala ya air ticket. Kabla ya hapo ulikuwa na elimu gani? Mimi elimu yangu kwa kweli nilishatoka kidato cha 4 kwa sababu mtu ambaye alikuwa ananisomesha alitoweka duniani. Kwa hiyo sikuweza kuendelea. Pole sana, pole. Tunaweza hapo tukajifunza kumbe hata haya mashindano ya mamisi, mashindano like Face of Beauty, mashindano yoyote ya urembo, yanaweza yakasaidia kiasi fulani wasichana au mabinti kufika mahala fulani, kwa sababu kwa kipindi hiki binti tu wa elimu ya form 4 haionekani kama ni elimu. Na mashindano ya Miss Lake Zone yamemfanya Immaculate akasomea masuala ya air ticket. Immaculate, unasema kuna changamoto ambazo zilikukuta kabla ya kwenda tena Dar es Salaam kuendelea na masomo mengine. Unaweza ukatuambia ni changamoto gani? Pole, na una maumivu sana ukikumbuka historia ya nyuma. Pole sana. Changamoto wazipo.
Kuna tishu ndani. Niko sawa. Asante. Ngoja tu nilazimishe fulani lakini I'm okay. Yes. Changamoto wazipo na hatuwezi kuzikwepa, na pale unapopata changamoto ndivyo unavyozidi kuinuka. Ukweli mimi nilitamani sana kwa sababu nilifaulu vizuri tu kuendelea na masomo ya form 5 na 6, lakini kama nilivyoeleza awali, sikuweza kufanikiwa kuendelea kwa sababu alikuwa ananisomesha aliweza kutoweka duniani. Lakini yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sikuweza kukata tamaa, nikaamua ngoja nisimame niweze kujiinua kama msichana, kwa sababu sikutaka ndoto zangu ziishie hapo, kwa sababu kuna watu ambao wanakuwa wananiangalia nyuma yangu, lazima niwape support. Changamoto ambazo nilizipata baada ya kumaliza masomo, nilirudi sasa mtaani kwanza kutafuta kazi. Kazi ilikuwa ni ngumu kwa kweli, kwa sababu kila sehemu kienda kuomba kazi, yes, air ticket. Katika kile chuo tulikuwa tunafundishwa mambo ya air ticket and hotel management. Lakini mimi nilichagua sana kusoma mambo ya hotel management. Lakini nikawa nimefaulu tu vizuri, nikarudi field, nilifanya vizuri, field yangu nikamaliza, nikawa nimerudi nikapata kazi kwenye travel agent ambayo ilikuwa iko Dar es Salaam. Nilikuwa nalipa mshahara wa shilingi 80,000. You can imagine. 80,000, lakini nikasema hiyo 80,000 inatosha, tatumia nauli, tatumia lunch, yani sasa ni ile unaenda tu ofisini kwa ajili ya nauli, kwa ajili ya lunch. Lakini sikukata tamaa. Niliamua kufanya hivyo ili kwa ajili ya kupata experience. Yes. Nikamaliza pale, baada ya kumaliza nikawa nimerudi Mwanza. Nikawa nimepata kazi moja inaitwa ni wakala wa air ticket. Ina ofisi tuko nayo hapa jirani, inaitwa Skylink. Nimefanya nao kwa muda wa miezi mitatu tu. Baada ya kufanya muda wa miezi mitatu, niliamua nikasikia tangazo linahusiana na mambo ya kwenye airline kabisa, Fastjet. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Witness, alikuwa anafanya kazi Fly 540. Alikuwa ni rafiki yangu sana kwa sababu nilikuwa nikienda kuissue ticket pale, alikuwa ananiona jitihada zangu jinsi ninavyokimbizana na wateja huku na huku na huku. Basi akawa ameniambia, Immaculate, kuna nafasi za kazi, leta CV zako. It's okay. Nikawa nimeleta CV, nikazituma Dar es Salaam. Pale nilipigiwa simu, nikaitwa kwenye interview. Basi nilivyoitwa kwenye interview, nikaja nikafanya interview ya Fastjet, nikafaulu vizuri. Kwa hiyo toka 2013 mpaka Fastjet ilivyo wameamua kustop. Kwa hiyo sasa ikawa tena nimeishia hapo. Lakini nilikaa nikawaza sana, nasema Mungu wangu, sasa hii kampuni na yenyewe imeondoka, ndoto zenyewe hazijawahi kutimia, bado mafanikio yangu hajafanyaje, sasa nitafanya nini? Nilikaa nikawaza sana, lakini nikasema no, siwezi kuiacha hii kazi kwa sababu ni kazi ambayo naipenda na nimeisomea pia. Basi siku moja tu, hiyo siku baada ya kupewa barua kwamba mwisho tarehe fulani hatutaweza kuendelea na kazi, nikasema ukweli nililia sana, nililia mno. Nilirudi nyumbani na majonzi, nalia. Mdogo wangu mmoja yule wa mwisho anayenifuata akasema, sasa wewe dadangu nalia nini? Pengine Mwenyezi Mungu amekupangia sehemu nyingine ambayo itakuwa ni nzuri zaidi. Unajua nilimjibu nini? Nikamwambia, jamani, Mwenyezi Mungu sasa kama amenitoa Fastjet, anataka nipeleke wapi? Niliuliza swali kama hilo. Mdogo wangu alicheka sana, akasema, ataka kupeleke wapi? Pengine ni pazuri. Nikamjibu kwamba hapana, haiwezekani. Haiwezekani, Mungu kazi hii amestop namna hii. Basi nilikuwa ni mtu mwenye mawazo sana. Kesho yake nilikuwa nakuja huku mjini, bahati nzuri katika pita zangu hapa, nikapita hapa hii corridor, nilikuwa naelekea kule Fastjet sasa kwa ajili ya kurudisha zile uniform. Tayari nimeshamaliza miso kufanya kazi tena wa Fastjet, natakiwa kurudi mtaani, sijui nitaanzia wapi, sijui nitaishia wapi. Katika kupita nikakuta hiki chumba kiko wazi cha biashara, nikasema wow. Hapa nikaamua kufungua ofisi. Kwa sababu nikasema nina wateja wangu, kama ni kazi nitaweza kufanya nao kazi tu, hakuna shida. Ndio nikawa nimefungua hii ofisi. Kwa hiyo napenda sana kwanza na kuwashukuru sana wateja wangu ambao nilikuwa nao. Ila kwa sasa hivi niko hapa, tunabuku tiketi zote za Air Tanzania, Precision,
tunafanya local flight na international flight. Kwa international flight tuna Emirates, tuna Qatar Airways, kuna Etihad, kuna Rwanda Air, kuna Auric na zingine nyingine zote. Kwa hiyo nikarudi nikasema kwamba ndio maana mdogo wangu alisema pengine Mwenyezi Mungu anakupeleka sehemu ambapo ni pazuri. Kwa hiyo nilirudi nikakiri sema Mungu nisamehe hivi na hivi, basi maisha yakaendelea. Ndio maana kwa sasa hivi niko hapa nikiwa nafanya hizi kazi zangu za air ticket. Ofisi zetu ziko hapa New Mwanza Hotel, ukiwa unaelekea coffee shop kama hapa mnavyoona, mlango wa pili mkono wako wa kulia, ukiwa unaelekea coffee shop. Naendelea na kazi zangu vizuri, namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na pia ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais John Pombe Joseph Magufuli kwa sababu ametuletea ndege nyingi sasa hivi. Tuna ndege za kutosha, ingawaje bado ataendelea kuongeza zingine, nafikiri zitakuwepo zingine. Kwa sababu zimekuja hizi ndege zinatuwezesha sisi mawakala wa air ticket tunapata ajira. Tunaendelea kuwepo hapa mjini kuweza kuhudumia wateja wetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa nafasi hii nzuri aliyoichukua ya kuweza kutuletea ndege za kutosha. Tuna Dreamliner, tuna Bombardier, ndege nyingine zote zitaendelea kuwepo na huduma zetu ni nzuri kabisa. Na kwa kutoka Mwanza tu Dar es Salaam tuna ruti 3 ambayo inaondoka saa 2:10 asubuhi, kuna saa 5 kamili asubuhi na saa 3:45 usiku kila siku. Kwa hiyo karibuni sana hapa Liberty Travel Agent kwa huduma nzuri. Tutawahudumia wakati wowote. Sisi hatufungi sikukuu, tunafanya kazi masaa 24 kwa sababu mtu kwenye safari huwezi ukasema kwamba utalala. Mimi hata kama ni usiku, ila kwa wateja wangu usiku wapige simu kwa sababu kituma message sometimes zinakuwa na mimi nimesinzia kidogo. Lakini nafanya kazi masaa 24. Ukinipigia naamka nafanya na book ticket na kutumia ticket kwa njia ya WhatsApp au kwa njia ya email. Ukifika airport unaonyesha tiketi yako, kama ni ticket labda ya kuondoka kesho yake asubuhi, mimi muda wote na kuhudumia. Naipenda kazi yangu na wapenda wateja wangu na washukuru kwa kunifikisha hapa nilipo. Asanteni. Napenda nikuulize swali moja Immaculate, kwa sababu kuna changamoto, tunataka tusikie zile changamoto. Aidha kuna mdada nyumbani kama wewe, ana changamoto kama hizo ambazo za kwako hujazisema, anashindwa azitatue vipi. Umeona? Yaani unaweza ukatuambia kidogo changamoto. Kwanza nakupa hongera, hii ni kampuni yako mwenyewe. Ya kwangu mwenyewe binafsi. Kama mlivyosikia, alifukuzwa kazi, aliachishwa kazi, yani kampuni iliisha kazi. Lakini alihisi kukata tamaa, akainuka mwenyewe, akasema kwamba acha nifungue ofisi yangu mwenyewe. Lakini hapo Immaculate, huwezi kufungua ofisi bila mtaji. Unaweza ukawaambia kwamba ilikuwaje ukawa umedunduliza zile pesa za mtaji? Maana hapa chumba si chini ya milioni 10. Sijui umenielewa. Milioni 10, milioni 7, hivyo vitu kama hivyo. Kwa ni lazima umwambie mtu kwamba maana ukimwambia tu kwamba nilifungua ofisi yangu hapa sasa hivi mtu ana 1000 tu. Asante sana kwa swali lako zuri. Na kweli mafanikio hayaji hivi na sio kwamba kwa sababu ukiangalia kwa maisha sasa hivi sio kwamba hata kama unalipa kwa mfano labda unalipa 600,000 laki ngapi kwamba utaitunza yote. Hapana, huwezi kuitunza pesa yote. Kwa sababu kuna watu ambao wanakuwa nakusubiria nyuma yako, nikiwa na maanisha kwamba lazima kuna watu ambao mimi wako nyuma yangu ambao wanahitaji msaada kutoka kwangu. Lakini mimi kwa kile kipindi cha 5 years nilijitahidi sana kutunza pesa zangu kidogo hicho ninachokipata. Nilijitahidi nikatunza, lakini pale wakati nafungua hii ofisi sio kwamba nimeanza nikiwa na pesa nyingi, hapana. Nilikuwa na mtaji kidogo sana, uweze amini. Niliweza tu kununua laptop, kuweka hivi vitu vingine, nikasema basi inatosha. Nilikuwa na mtaji wangu wa shilingi milioni 1 ndio nilioanza nayo. Nikawa naweka nadunduiza hivyo kwenye system, naweka na issue ticket hivyo unaendelea. Unajua unapokuwa unataka maendeleo kuna vitu vingine lazima uvipunguze. Ndio sababu kama lazima vitu vingine vipunguze. Yaani unaangalia mahitaji ambayo sio ya lazima
unayaacha, unafanya yale mahitaji ambayo ni ya lazima ya kuweza kukuletea nini? Kukuletea maendeleo. Hata kama ulikuwa unavaa nguo ya bei kubwa, basi inabidi uvae nguo ya hela ndogo. Kama ulikuwa unakula nyama kila siku nyumbani, itabidi upunguze, weka mlenda kidogo, mchicha pembeni, nini kidogo, ili yote hayo kuweza kujiweka vizuri, kuweza kutunza pesa. Na pia kwa sababu mimi hapa nilipo sio kwamba niko peke yangu, kuna watu ambao wako nyuma yangu ambao wananitegemea. Kama nilivyokueleza, alifariki kakaangu, baadaye tena my dad akawa amefariki mwaka jana. Kwa hiyo sasa mimi naishi my mom, my young sister, my niece, na pia nina mtu ambaye namsomesha. Kwa hiyo sasa mimi nafikiri hata ile kujinyima kidogo, kila ambacho najinyima na wasaidia watu, kwa sababu unapokuwa unamsaidia hata mtu, huwezi jua yule mtu anakuombea nini. Nasema Immaculate ananisaidia kunisomeshia mtoto wangu, Mungu aendelee kumweka. Yaani hizo baraka anakupa wewe. Kesho wanakuja wateja, wanakuja hivi na hivi. Kwa tujitahidi sana wadada. Tusitegemee kwamba eti kwamba kuwa na ofisi kubwa lazima na mtaji mkubwa, hapana. Tena kwa sasa hivi unaweza ukawa unalipa hata kama ni kwa mwezi tu, ukaikifika mwezi 31 unalipa kodi yako, sio kama zamani. Sasa hivi angalau tumepewa unafuu kidogo. Unaweza ukalipa kwa mwezi. Kama ukiwa na uwezo mkubwa wa kulipa hela yote unaweza kalipa yote, lakini kama ikifika mwisho wa mwezi unalipa. Kwa watu wasiogope kufungua biashara, wafungue biashara zao, anza na kidogo, mafanikio na kuja taratibu. Mimi sio kama kwenda mafanikio makubwa, hapana. Lakini kwa kila ambacho kule nilikopitia na mpaka sasa nilivyo, kwa kweli naweza kusema namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko vizuri, sio ile vizuri sana, lakini niko vizuri kwa sababu ninaweza kujilisha mwenyewe, ninaweza kusaidia wa ndugu zangu na wale ambao wanahitaji, nitasaidia kadri ya uwezo wangu pale ambapo ninapoweza, pale ambapo siwezi kutoa msaada. Kwa hiyo wadada watunze pesa zao vizuri tu ili uweze kufikia malengo yao. Maendeleo hayaji kwa hivi, lazima ujinyime. Punguza mahitaji ambayo sio ya lazima, utafanikisha. Kuna mtazamaji pale namuona. Yaani namuona anavyotamani kuijua ile changamoto. Ile changamoto ambayo ulisema kwamba yani hii changamoto kidogo nilitamani hata sikujua kama nitafika hapa kwa zile changamoto nilizopitia, lakini nilisimama tena. Kwa sababu namwona Immaculate ni msichana mwenye maendeleo, ana gari zake kama 2, nyumba yake nzuri, lakini akufikia hapa alikuwa amepanga chumba kimoja. Kwa hiyo tunaomba ile changamoto ambayo itamfanya yule dada na yeye sasa ainuke, aanze tena. Umewaelezea jinsi ya kusave pesa kidogo kidogo na kuweka, yani kutoa ile mahitaji ya lazima. Mahitaji ambayo sio ya lazima ni mengi tu, kuvaa kila siku, kunywa vitu ambavyo unaweza usipokunywa pia huumwi. Yani kuna vile vitu kiukweli sio vya lazima. Kuna ule muda unasema na hamu ya chips, hebu iweke ile hela ya chips, fanya kama umeitupa hivi. Usubiri tu ule ugali wa Mama Juma. Hivyo vile vitu ambavyo si vya lazima, alafu uone mwisho wa mwezi umesave shingapi. Tunarudi kwa Immaculate atuambie kale ka changamoto, hata mimi na hamu ya kukasikia kipindi amemaliza masomo ya air ticket. Changamoto zilikuwa ni kubwa kwa sababu kumbuka kwamba hata ile nilivyoenda Dar es Salaam sio kwamba nilikuwa labda nina ndugu wala nini, lakini nilikuwa nakaa kwa rafiki yangu. Yes, nimekaa tu kwa rafiki yangu pale, isipokuwa tu ndo hivyo tunachangia kitu kidogo kidogo nini. Yaani wakati mwingine hata ile hela ya kula unaikosa, lakini unasema hivi kwa lazima nile kitu kizuri. Si hata uji unaweza ukakoroga ukanywa ukalala, si ndio? Sudi maisha yaende. Kwa hiyo wakati mwingine kabisa nilikuwa na yani una stuck, unajua unaona unaamka kabisa ile ikifika ile asubuhi ukisikia ile jogoo na wiki ukasema Mungu wangu kumekucha tena. Afadhali ile ya jana, kwa sababu unakuwa huna chochote, unawaza unaanzia wapi, unaishia wapi. Alafu mimi sio kwamba yule mtu ambaye nina mambo mengi, kwamba ninaposema mambo mengi nadhani unakuwa unaelewa. Lakini hicho ambacho nilikuwa nakipata kidogo nilikuwa nakitunza.
Na bado nilikuwa wakati nafanya sasa nimeshaanza kufanya zile ticket, nilikuwa nauza hizi nguo za wadada za ndani. Naenda nauzia wenzangu kule chuoni, kipindi kile nilipokuwa chuoni. Hivyo nauza ili uweze kupata hela ya hivi. Hakuna mtu ambaye alikuwa anajua kwamba Immaculate ana shida. Kwa sababu sikutaka kuweka mambo yangu kwa kila mtu ajue kwamba mimi napitia changamoto zipi. Hata kama mtu akinikuta unakula labda hiki, so Immaculate mbona unakula ubwabwa na chai? It's okay, nimeamua. Leo naamua tu nile hivi lakini uweze kuweka changamoto ni kubwa. Ni nyingi, yani ni nyingi. Unakosa hata pesa ya kutumia lakini unakuwa unavumilia tu. Ndugu mtazamaji, nadhani umemsikia kijibu hata kwa uchache. Lakini sisi hadi tunamfikia mtu pia kuna vifununu ambavyo tunakuwa tumevisikia juu yake. Immaculate, nina swali la kizushi lakini pia napenda uwajibu watu ukweli. Sio kwamba mtu ukishafanikiwa changamoto zimeisha, tena changamoto zinaweza zikaongezeka. Hata Immaculate baada ya kufanikiwa kuna changamoto alizipata kubwa na nyingi. Immaculate mpaka alitamani kujiua. Aliponea Bugando Immaculate. Tunaomba umwambie mtazamaji, ilikuwa ni mapenzi, upotefu wa pesa, ilikuwa ni nini Immaculate mpaka ukatamani kujiua? Lakini leo ukasimama tena ukasema mimi ni fighter dadas, mimi ni mwanamke imara, nahitaji kusimama na kusema kwamba sitakiwi kurudi nyuma. Ni ile changamoto ilikuwa ni kubwa sana. Yaani tunaomba mwambie ni mapenzi, ni ukosefu wa pesa, ni nini, lakini leo tunakuwa na Immaculate ukiwa ni msichana mzuri, mrembo, mwenye mvuto, natural. Hapo ulipo makeup iko kwa mbali lakini you are looking beautiful. Tunaomba umwambie mtazamaji kwamba nimepata changamoto, hata niko kwenye mafanikio nimepata changamoto hadi nilitamani kujiua. Maneno uliyasikia. Naomba niyaweke sawa. Mimi kwa kweli siwezi kujiua kwa sababu ya changamoto za maisha, never. Siwezi kabisa. Sema tu kwamba kilichotokea nasema ni kitu ambacho ni ukweli. Mimi kwa kweli siwezi kutamani eti kwamba ninywe sumu ugali mtamu, siwezi kuacha. Siwezi kuacha hata siku moja. Maisha ni magumu lakini ni matamu. Hivi vitu tunapambana nayo. Sasa hivi jero tuiti jero 500. Hicho 500 unayoipata tunapambana nayo. Mimi naomba niliweke sawa. Naona ilitokea uvumi wa kwamba eti mimi nataka kujiua. Hapana jamani, naomba niweke sawa. Siwezi kufanya kitu kibaya kama hicho, sababu najua mwisho wa siku nitaenda kuhukumiwa huko. Kilichotokea ni kwamba mimi nilikuwa naumwa. Nilikuwa nimeenda nikapima, nikakutana na UTI na nini. Basi nilikuwa nimelala kule chumbani kwangu ile asubuhi. Nikaamka ile asubuhi, nilikuwa na kale katoto ka mdogo wangu na yule dada wa kazi. Nikaamka ile asubuhi kuwapa hela ya matumizi, mimi nirudi kufanya nini? Kulala. Sababu nilikuwa nina dozi za kumeza, unaona, malaria na nini. Basi sasa nilipowapa ile hela nikarudi zangu kulala. Mimi kwa kawaida nikiingia chumbani sipendagi mtu aniamshe, hata wao wanajua kabisa. Ndio maana nilipoamka ile nikawaachia pesa pale ili waendelee na matumizi, mimi nikarudi zangu kulala. Kwa kweli nilikuwa naumwa sana. Basi nilikuwa nimelala pale, mimi nilikuwa na dozi zangu za dawa. Nilikuwa na kikombe changu cha maji pale, nilikuwa nimetaka kumeza dawa kwa sababu dozi yangu ilikuwa ni saa 2 asubuhi. Nikanyanyuka nikamwachia dada isudi ninywe chai nirudi chumbani kufanya nini? Kulala. Basi mimi ni muoga sana wa dawa. Nikawa nimechukua zile dawa nimeweka pembeni. Kasa mbona tumbo linaunguruma, itabidi ninywe chai, lakini kumbe mimi nimekuja kugundua na tatizo la nini? Siku hizi na pressure ya kushuka, ila mimi nilikuwa sijui. Unaona? Nikasema nitakunywa baadaye hizi dawa, hata kama nikiharibu dozi isoke. Kaacha zile dawa pale kwenye pale kwenye kimeza, nikawa nimelala. Ila ukweli nilikuwa naumwa. Siwezi kumwambia mamangu naumwa kwa sababu mama mwenyewe ana pressure. Unaona huo mtihani nilionao. Siwezi kumwambia mtoto. Kwa hiyo nikiwa naumwa, hata kama naumwa nitatoka nitaenda hospitali, nikirudi mama shikamoo, ujambo, si jambo. Basi kwa sababu sitaki kumweka mamangu katika hali ngumu ya mawazo, akaa nawaza kwamba Immaculate mbona leo yuko hivi, kwa sababu mamangu nikiumwa na yeye anaumwa. Kwa hiyo sasa vitu vingine najaribu kuweka siri sana kubwa ndani. Basi siku yenyewe nilikuwa nimezidiwa, kwa sababu nilikuwa nasikia mapigo ya moyo kwa mbali yako kwa chini, nilikuwa nimelala.
Ni ukweli kabisa, hii ni true story. Nilikuwa nimelala pale. Sasa nikasikia siwezi kunyanyuka wala kufanya chochote, mwili umeishiwa nguvu na sweat. Kutoka hapa mpaka kwenye mlango, kwenye mlango wangu siwezi kupeleka hivi mkono nifungue. Unaona? Nilizidiwa nani, ilikuwa imeshuka. Siwezi kunyanyuka wala kufanya chochote. Sikuwa na nguvu kabisa. Sasa nilikuwa nimeshapigiwa simu na kuhusiana na wateja. Ile simu sasa nikaamua kwamba itakuwa inanisumbua sababu naumwa, nikaiweka kwenye miguu. Unajua ukiwa umelala, nikasema ngoja niweke huko mbali nipate muda kidogo nipumzike. Unaona? Simu nilikuwa nimeiweka mbali. Kwa hiyo kile kitendo cha kusema kama ninyanyue simu, nichukue simu, niwapigie kwamba fanyeni hiki, siwezi. Kunyanyuka kwenda pale kwenye mlango kufungua sikuweza. Kwa hiyo nilikuwa nimeishiwa nguvu. Walikuwa napiga simu, napiga, dereva wangu akawa anapiga, hanipati. Ikabidi ampigie mtoto wa dadangu simu. Akaja pale nyumbani. Anaita mama mdogo, kuitika siwezi. Ukweli nilikuwa siwezi hata kuongea. Kwa sababu nilikuwa sijui kumbe nina pressure, na hizi pressure zinatokana kwa sababu mambo ni mengi kama unavyojua. Nipitia changamoto ni nyingi, mwisho wa siku najikuta mtu kumbe una pressure bila wewe kujua. Yaani najaribu kuongea hivi, siwezi chochote. Kunyanyuka, kufungua mlango siwezi. Nafanyaje ili kuweza kujiokoa? Basi kabidi wakauvunja ule mlango wakaingia ndani. Unaona? Sasa walipokikuta si zile dawa nilikuwa nazo. Umeelewa picha ilivyokuwa? Sababu nilikuwa na dozi ya mwendelezo, vile vipakti vile si vinabakigi viko wazi. Kwa hiyo akapanic yule mtoto wa dadangu. Mama mdogo amefanya hiki, amefanya hiki. Mimi nawasikiliza tu, siwezi kufanya chochote. Alinikuta pale niko kitandani, akapisha akamuita house girl, akanivalisha dela, huyo akanipakia kwenye gari. Unaona? Kanipakia kwenye gari, wasema twende hospitali. Mimi siwezi kuongea chochote. Tumefika pale hospitali, wanamwambia daktari, huyu amekunywa dawa, fuateni zile dawa. Siwezi kuongea chochote. Nasema hivi kweli jamani, sasa natamani kuongea lakini siwezi. Pressure imeshuka. Nafanyaje? Nasema labda sasa ndo mwisho wa maisha, asini nikasema Mungu hapana. Kuna watu wananitegemea endelea kunipa maisha marefu. Basi kilichotokea ni hivyo. Kwa sasa wenyewe walipokuta zile dawa, hata kama ungekuwa ni wewe umekuta dawa ziko wazi, alafu mtu haongei, lazima ushtuke. Na mimi siwezi kumlaumu yule kijana kwa sababu alifanya jambo jema, ingawaje alikuwa amepanic tu. Alipeleka pale hospitali akamwambia amekunywa dawa, siwezi kuongea. Ikabidi nikachukua ile simu yangu, nikaomba simu, nika text message, sijanywa dawa. Kwa sababu hata kuniwekea drip ya kuzuia nini? Ya kuzuia ile sumu. Nikasema hapana, mimi sijanywa dawa. Naomba, nikawa namuonyesha hivi. Moyo unaenda hivi, akaleta ile ya pressure. Nikawa namuonyesha hivi, yaani namfanyia hivi, hapa akapima. Wakashtuka, pressure iko chini. Hapo sasa wakaanza kukimbizana. Pressure iko hivi, tufanyeje aweze, akaleta drip ile ya kuniongezea haraka haraka, ndio hicho kilichonisaidia. Maana kimi wangeendelea kumbe wangekuta labda wananisababishia hata kifo kwa kutokujua, lakini sio makosa yao kwa sababu wamepewa taarifa kama hizo, lakini ndio hicho tokea. Mimi siwezi kufanya kitu cha kijinga namna hata siku moja. Naona kitu hicho kimevuma kweli. Niache ugali, acha kabisa. Okay, Ushilawadu mjini haukosi. Ushilawadu mjini ni mwingi. Okay, kuna cha kujifunza hapo pia. Yaani ni Ushilawadu lakini kuna cha kujifunza. Kwa hiyo mabinti ambao mmekaa nyumbani, embu zingatieni hili. Mmeweza kujifunza mengi kwa watu waliopita, pia mmeweza kujifunza kwa Immaculate vitu vingi. Tunakuomba binti, inuka. Tunahitaji ikifika mwaka fulani hakuna binti mama aliyekaa nyumbani. Asante sana Immaculate. Unajisikiaje kuingia kwenye hii award ya Beautiful, Fighter and Famous? Ukweli najisikia vizuri kwa sababu kwanza mimi hii yenyewe ilikuja tu, nikashtukia tayari watu wameshaniweka kwenye hii, nikasema kumbe na mimi nimo. Unajua unapokuwa unafanya kitu, watu wanapokuwa na kuona unahangaika, umepitia hiki, kwa sababu changamoto na mambo ni mengi umepitia. Kwa hiyo sasa watu wanakuwa wanajifunza kitu kutoka kwako. Kwa sasa nilivyoona nimeingizwa katika hili, sasa kumbe yale ambayo nilikuwa nafanya nakimbizana huku na huku, mama mwenye familia ya mamaangu mzazi, my young sister, my niece na nani, kumbe watu wanakuwa wanaona kila ambacho wanakuwa, wengine wananifuata wananiuliza kabisa, unaweza vipi kumudu haya maisha hapa mjini? Una familia kubwa, una ndugu zako hapa, wanashinda hapa, wanakula, wanafanya hiki, lakini ndo vitu ambavyo vinakuwa vinakufanya wewe uweze kupata maendeleo. Kwa maana hiyo
tujitahidi tu kwa wadada, tufanye kazi kwa bidii. Kikubwa zaidi kujiheshimu. Ukiwa beauty, famous and fighter, na heshima lazima iwepo. Tusiwe kama watu wale wa kupita pita hivi njia nyingi, hapana. Kwa sababu sisi ni wadada ambao tunajulikana, tuna heshima zetu. Kuna wengine kabisa wana familia zao, wameolewa, wengine ni wafanyakazi wako maserikalini. Kwa hiyo hii kwangu mimi ni nafasi moja nzuri sana. Walionichagua na washukuru sana. Tunakushukuru ndugu mtazamaji. Niite Shaizat Brands, dada mwenye brands yake hapa mjini, Shaizat Stylish. Unaweza ukanifollow Instagram Shaizat Stylish au First Light Studio. Asanteni. Balmedas TV nawapenda sana.